Tuendelee kusisitiza kwamba tunatarajia kuwa na uwezekano mkubwa wa El Nino yenye nguvu kubwa, lakini na kuimarika kwa mifumo ya hali ya hewa katika ukanda mzima wa Bahari ya Hindi, na hivyo tunatarajia kwamba kutaweza kuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na mvua za juu ya wastani hadi wastani. Sasa tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri: wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmomonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari tulizoziainisha ni pamoja na wafugaji na wavuvi wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji wa malisho ya mifugo na chakula cha samaki. Lakini vile vile milipuko ya magonjwa ya mifugo kama vile homa ya bonde la ufa, ugonjwa wa miguu na midomo na kuzaliana kwa wadudu wadhurifu kunaweza kujitokeza. Matukio ya kuongezeka kwa magonjwa ya mwani baharini na kupungua kwa uzalishaji wa mwani kutokana na kupungua kwa kiwango cha chumvi katika maji ya bahari pia vinatarajiwa. Sasa ushauri kwa wafugaji, tunawashauri kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi kwa maafisa ugani pia ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza katika msimu huu wa mvua za vuli. Kwa sekta ya utalii na wanyamapori, athari tulizoainisha ni pamoja na upatikanaji wa malisho na maji kwa wanyamapori katika mbuga na hifadhi za wanyamapori unatarajiwa kuwa mzuri. Upo uwezekano wa kusambaa kwa magonjwa ya wanyamapori kwa wanyama wanaofugwa kutokana na wanyamapori kuingia katika maeneo ya jamii yanayozunguka mbuga na hifadhi za wanyamapori. Lakini pia tatu, upo uwezekano wa kuongezeka kwa migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Kwa hiyo tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, mamlaka husika kuendelea kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Lakini pia kwa jamii kwa ujumla tunashauri kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanyamapori wataingia katika makazi au maeneo mbalimbali ya watu ili kuchukua hatua stahiki. Lakini kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, athari tulizoainisha ni pamoja na upande wa reli. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile vile barabara, upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko, poromoka kwa kingo na kuharibika kwa madaraja kunaweza kuvuruga usafiri na kuongeza ajali. Lakini kwa upande wa bandari, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na kwamba mvua kubwa ambazo zinatarajiwa zinaweza kuchelewesha upakiaji na upakuaji wa mizigo, hasa shehena zinazohitaji kulindwa dhidi ya unyevunyevu. Kwa upande wa usafiri wa anga, matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yumkini katika kipindi cha El Nino yanatarajiwa inaweza kupunguza muonekano kwa marubani, lakini vile vile kuchelewesha au kuahirisha safari za ndege na kusababisha ndege kuelekezwa kwenye viwanja mbadala.
Kwa hiyo tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, wadau wa sekta hii tunashauri kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi wa miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Lakini vile vile tunaendelea kushauri kufuatilia na kuzingatia ipasavyo taarifa mbalimbali ambazo tutaendelea kuzitoa za utabiri za tahadhari. Kwa upande wa sekta ya ujenzi tunashauri athari ambayo tumeainisha ni pamoja na vipindi vya mvua kubwa ambavyo tunavitarajia vinaweza kuathiri sekta ya ujenzi kwa kuchelewesha miradi, lakini pia kusababisha migogoro ya kimkataba, kuharibu vifaa na miundombinu, kuongeza gharama za ujenzi katika kipindi kinachotarajiwa kuwa na mvua za juu ya wastani. Aidha, tunashauri kuchukua hatua stahiki wakati wa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya miundombinu ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Na vile vile tunaendelea kusisitiza kwa upande wa sekta ya ujenzi kwa ujumla wake, tuendelee kufuatilia ipasavyo taarifa ambazo tutaendelea kuzitoa za kila siku, lakini vile vile za kila mwezi, lakini vile vile pale ambapo tutatoa angalizo na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa, basi tufuatilie na kuzizingatia ipasavyo. Kwa sekta ya nishati na maji na madini, athari tulizoainisha ni pamoja na ongezeko la kina cha maji na uchafuzi katika maziwa, mabwawa na mito yanaweza kujitokeza, hali ambayo inaweza kuathiri miundombinu ya rasilimali maji na nishati. Katika maeneo yenye shughuli za uchimbaji mdogo wa madini, tahadhari stahiki za usalama zinapaswa kuzingatiwa, kwani mvua za juu ya wastani zinaweza kuongeza hatari ya maporomoko ya ardhi na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji yasiyo imara. Kwa hivyo tunatoa ushauri ufuatao: wadau kuendeleza matumizi endelevu na uhifadhi wa rasilimali maji katika uchakataji wa madini, lakini vile vile katika uzalishaji wa umeme, shughuli za viwandani na katika matumizi ya majumbani. Mamlaka husika zinahimizwa kuimarisha ustahimilivu wa miundombinu ya maji, nishati pamoja na kuendeleza matumizi ya vyanzo mbadala vya nishati ikiwemo nishati safi za kupikia, lakini vile vile ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa na mafuriko ambayo yanatarajiwa katika changamoto ya uwezekano mkubwa wa kuwepo na El Nino yenye nguvu kubwa. Kwa mamlaka za serikali za mitaa, athari tuliyoainisha ni pamoja na vipindi vya mvua kubwa vinaweza kusababisha kutuama kwa maji na mafuriko, hali inayoweza kusababisha uharibifu wa miundombinu na hatari kwa maisha na mali. Tunashauri ifuatavyo: mamlaka za serikali za mitaa kuboresha mifumo ya mifereji ya maji ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko, sambamba na kutoa elimu kwa jamii juu ya hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Kwa sekta ya afya, athari tuliyoainisha ni pamoja na uwezekano wa kuwepo kwa magonjwa ya mlipuko kutokana na uharibifu wa miundombinu ya maji maji taka na kutokana na maji kutuama na kutiririka. Kwa hivyo tunashauri mamlaka husika na jamii kuchukua hatua stahiki za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Hatua hizo ni pamoja na kutokomeza mazalia ya mbu, lakini vile vile kuhakikisha upatikanaji wa akiba ya kutosha ya dawa na vifaa tiba, pamoja na kujiandaa kwa changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na uharibifu wa miundombinu ya usafiri. Kwa sekta binafsi, athari ambayo tumeiainisha ni pamoja na matarajio ya kunufaika na mvua za kutosha zinazotarajiwa katika msimu huu wa vuli, ikiwa ni pamoja na baadhi ya shughuli za kilimo, uzalishaji viwandani. Hata hivyo, upo uwezekano wa kutokea athari katika shughuli za kijamii na kiuchumi, vikiwemo ujenzi wa miundombinu, kilimo, uhifadhi na usafirishaji wa mazao na bidhaa. Sasa ushauri wetu ni kwa wadau wa sekta kushirikiana na wataalamu mbalimbali ikiwemo wataalamu wa hali ya hewa ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza.
katika kushirikiana na wataalamu wa hali ya hewa ni pamoja na kufuatilia kwa ukaribu na kuzingatia taarifa za hali ya hewa ambazo zitaendelea kutolewa kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi. Taasisi za benki, bima na mikopo zinashauriwa kuandaa na kutoa ni kwa mamlaka husika na kamati za usimamizi wa maafa katika ngazi za mkoa, ngazi za wilaya, kata, vijiji na mitaa, kuendelea kushirikiana na kuchukua hatua stahiki, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu na miongozo itakayohamasisha kuzuia na kupunguza madhara, kujiandaa kukabiliana na maafa na kurejesha usi kwa wadau ili kuendelea kuchangia katika kujenga ustahimilivu katika biashara. Kwa management za maafa, athari ambayo tumeainisha kwa utoaji wa huduma za kijamii, upotevu wa mali na madhara kwa binadamu, wanyama na mazingira. Sasa ushauri ambao tumetoa ni ngazi za wilaya, kata, vijiji na mitaa, kuendelea kushirikiana na kuchukua hatua stahiki, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu na miongozo, taarifa za hali ya hewa ambazo tutazitoa kila siku, lakini vile vile pale ambapo tuna habari, ndugu zetu wanahabari, tunaendelea kwanza kuwashukuru kwa kuwa nguzo imara na mabalozi wazuri wa kutoa elimu za masuala ya hali ya hewa na kuhabarisha na kuelimisha jamii jinsi ya kuchukua hatua stahiki ili kupunguza madhara. Kwa vyombo vya habari tunashauri kwamba tufuatilie na kusambaza kwa wakati taarifa za utabiri na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na naomba nisisitize kwamba ndio chanzo rasmi cha taarifa sahihi za hali ya hewa, kwa lengo la kuhabarisha jamii na kusaidia kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Lakini pia tunaendelea kushauri na kuwaomba wanahabari waweze kushirikiana ipasavyo na wataalamu wa kisekta katika kupata taarifa ambazo zitasaidia kuhabarisha jamii na kuelimisha jamii zaidi. Sasa baada ya tathmini hiyo ya athari na ushauri, lakini vile vile Mamlaka ya Hali ya Hewa tumeendelea kujenga uwezo wa kutoa mwelekeo wa mvua za vuli katika maeneo madogo, kwa maana katika ngazi ya wilaya, na hata katika utabiri huu wa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba 2026 tumetoa utabiri katika maeneo ya wilaya, kwa maana ya wilaya 86 zilizo katika ukanda unaopata misimu miwili ya mvua kwa mwaka zitapatiwa pia utabiri wa maeneo madogo madogo.